Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment, Fabidigo TV. Okay, mambo vipi wadau wetu wa Fabidigo TV. Leo ni siku nyingine tena, siku ambayo tunaungurumisha habari ili tuweze kuzifahamu kwa undani zaidi zile zilizotutokea muda huu. Na habari zilizopo sasa hivi ni habari za kuhusu NBC Premier League na EPL Premier League. Tunavyosema NBC Premier League ni maana ni Tanzania, ligi kuu ya Tanzania bara. Pia tunavyosema EPL ni ligi kuu ya Uingereza. Wale waliotutawala sisi mpaka tukajua Kiingereza, tukawa wauni, tukawa wajanja na kujua Kiswahili Nyerere aliwatoa. Nasi sasa tunasema leo tunataka tutoe kuhusu habari za ligi kuu ya Tanzania bara na ligi kuu ya Uingereza. Okay. Usisahau kusubscribe, kulike na comment. Nami ndo Fabidigo katika Fabidigo YouTube channel. Tupo studio za Fabidigo TV tukiwa tunataka kuwapa habari za michezo ambazo michezo ni kuhusiana na ratiba au mechi gani itakachezwa kesho na katika ligi kuu ya Tanzania bara na ligi kuu ya EPL. Tunaanza na ligi kuu ya Tanzania bara hapa kwetu Tanzania. Simba Football Club ni klabu ambayo itaingia kesho kucheza na Wajelajela Prison, Tanzania Prison watacheza mchezo mwingine kesho kukaribisha Simba Football Club ili kuweza kupata pointi na kujitoa katika msimamo mbaya waliopo kule, wako mwishoni kabisa. Ili waweze kutoka, wanahitaji kumpiga Simba na waweze kupanda nafasi nyingine ili waende juu kidogo, wajitoe katika kule kushuka daraja. Lakini Simba Football Club wakiwa wanahitaji hiyo mechi ili waweze kushinda, nao waweze kumkimbilia mtu wa kwanza kule JKT Tanzania au Yanga wa watani wao, kupunguza ile tunasema idadi ya pointi, ili waweze kupunguza idadi ya pointi kabla hawajakutana tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026, ambapo watani wa jadi watakutana huko Zanzibar, na Fabidigo TV itakuwepo live moja kwa moja kuwapa taarifa na michezo itakavyoendelea na mpira wenyewe, ili muweze kupata online TV Fabidigo TV. Habari iliyotufikia ni kwamba Simba Football Club imejiandaa vya kutosha kwamba iweze kuchukua pointi kesho ili kuweza kumpiga Prison Tanzania Prison wa jela yani watu wa jela, maprison ya wasimamizi wa kusimamia watu wanaoenda jela, yani watumwa au wafungwa. Lakini sasa kesho wanasema Simba Football Club wanataka kuonesha mpira biliani au mpira sambusa, kama vile walivyoonesha siku ile wanacheza na KMC. Wanataka kuonesha mpira sambusa, Oula pamoja na Guye, wakitaka kuonesha mpira wao ule wa visigino ili waweze kushinda magoli zaidi ya mawili, waweze kupata pointi 3, waweze kuisogelea Yanga na JKT Tanzania huko mbele. Lengo lao, sisi tukiongea na msemaji wa Simba Football Club Ahmed Ali, akidai ya kwamba ile pila sambusa, pila biliani, pila uchebe umerudi Tanzania, na anataka kuoneshea furaha wana Simba, yani kwamba hataki kuwapa ushindi tu, wanataka kuwapa ile tunasema utamu wa mpira kuonekana uwanjani, kama ile Barcelona kina Xavi. Wanasema huyu kocha wa Simba sasa hivi anafundisha mpira zaidi ya Fadlu David, yani kwamba anafundisha mpira wa pasi nyingi, afu kitu kingine mpira wa speed, afu kitu kingine wanasema anafundisha mpira wa tupendane uwanjani, yani wameipa jina tupendane uwanjani, yani kwamba ukishika mpira usimnyime mwenzio. Ndio maana Mpanzu umeona amebadilika sasa hivi tangu aje huyu kocha. Mpanzu sasa hivi achezi mpira ule wa anakwenda kama Lunyamila, sasa hivi anaachia pasi. Ina maana kwamba tupendane, wote tumekuwa wana Simba, sasa tucheze kitimu. Kwa mpira wa Simba sasa hivi umebadilika, yani kwamba unaitwa tupendane, yani kwamba wanapasiana pasi za kupendana muda wote, wanapasiana, mpira unavutia. Sasa Ahmed Ali amekuja kwa kujisifia zaidi kwamba yeye ni Simba, timu kubwa ambao ndio timu kubwa Tanzania. Timu zingine zinaiga Simba baada ya katiba mpya kutoka ya Simba. Leo tunaanza kuisa kama ubingwa ili waweze kupata ubingwa wa mwaka huu, ili waweze kuendeleza matakwa yao ya kwenda klabu bingwa mwaka kesho wakiwa na kikombe cha ubingwa wa ligi kuu. Amesema baada ya kutolewa
kule kwenye robo finali, kushindwa kuingia robo finali, kusudi lao na lengo lao kubwa sana ni kutaka kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara wa NBC Premier League, pia kutaka kuchukua makombe yaliyo mbele yake haya nchini hapa, labda kama vile kombe la FA na kombe lingine ambao watakuwa wanajiunga kwa muda wowote kuanzia sasa, kwamba wanalitaka. Lengo lao ni kurudisha makali yao yale ambayo yalikuwepo miaka ya nyuma, kipindi kile ambako Simba kina Mixon na Simba Chama yupo. Wanasema Chama amekuwa kama mtoto, sasa hivi amekuwa kijana mpya baada ya kuja Simba, maana maisha nayo yaishi ni mazuri kuliko yale alikuwa anaishi kwa watani. Yani kwamba Chama sasa hivi ana furaha, ni kama kijana, sio kama vilivyokuwa kule. Kwa Chama akiwa kama kijana, maana yake timu haiharibiki, maana yeye anajua connect mazuri. Kwa Ahmed Ally amekuja kwa kujinadi kwamba hakuna timu kubwa hapa Tanzania kama Simba, maana yeye ndio timu ya 6 Afrika au ya 5, kwa sababu kama atashuka na Yanga atashuka. Anasema amewahi kuwa wa 4, hakuna timu Tanzania iliwahi kuwa ya 4 Afrika, yenyewe Simba imewahi kuwa ya 4. Kwa akijinadi kwa kujinadi, waandishi wa habari sisi tukiwa tunamsikiliza, tukiteka sikio, nasi kwa uzuri zaidi tukaamua kunukuu haya maneno yake, kwa sababu inakuwa ni noma sana kama muda wote unakuwa na posti ya Ahmed Ally akiwa anaongea, sometimes anachekesha sana. Sasa sisi tukataka kutoa ile comedy ya Ahmed Ally ili tuongee kwa kama chombo cha habari kweli, kwamba chombo cha habari kinahitaji kwamba kinatulia, sometimes kinaonesha kama kiko serious. So Fabidigo TV tupo serious ili tukupe habari hizi na uweze kuzifurahia. Habari ya mchezo wa leo kwamba Simba Football Club inaingia uwanjani kesho, na wanavyoingia wanaingia kwa ubabe zaidi, baada ya kukumbuka mpira mzuri waliocheza na timu kile kidogo cha Greenland, wakaipiga magoli 3 na kuonesha mpira mzuri. Japo Simba Football Club waliingiza sana wachezaji Simba B pamoja na wachezaji wale ambao wachezi kwa muda mrefu, kama vile wachezaji kama kina Mangosi. Mchezaji Mangosi alifunga goli Mangosi, lakini akifunga goli ambalo tayari alitengewa ili afanye mambo mazuri sana. Mangosi alifunga goli, huyu anaitwa Baraka Mangosi, Mnyakyusa wa Mbeya kutoka wilaya ya Kyela. Alifunga goli nzuri sana la shuti kali ambalo lilimshinda golikipa wa Greenland. Lakini sasa sisi tunaweza kusema mwingine aliyefunga goli alikuwa anaitwa mchezaji Mlingo alifunga goli moja, na pia kuna mchezaji mwingine alifunga goli ambaye akafunga goli ambaye anaitwa huyu kutoka kwa Afrika Kusini, mchezaji kutoka Afrika Kusini huyu ambaye anachezea kushoto, mchezaji Mahema alifunga goli la 3 dakika 79 katika uwanja wa JKT Tanzania huko ambako wanachezea huko Bweni huko. Simba Football Club walikuwa ni watu wazuri kipindi kile, siku hile walicheza mpira sambusa, mpira biriani, ambao Mo Dewji na mwenyewe alifly akaposti hadi magoli yale pale, na sisi tukafurahi pia, tukaposti, tukaona watu wanatazama sana, watu wanasubscribe sana, tunawashukuru nyewe kwa kusubscribe, maana bila kusubscribe hamwezi kupata habari za Fabidigo. Kuendelea kutia comment hapo chini na kuweka ushauri wako na maoni yako. Ukiwa unasikiliza habari mwanzo mwisho, usipende kusikiliza habari mwanzoni, utakosa mengi, maana unaweza kutushauri vibaya. Ukisikiliza vizuri hadi mwisho utatushauri vizuri pale tunapokuwa tunakwama, maana sisi binadamu kama nyie mlivyo. Ukumbuka sisi ni binadamu ambaye Mungu ametuchagua ili tuwaletee nyie habari, na nyie mna vitu vile ambavyo mnatusaidia sisi. Tunashukuru. Kama tulivyosema, kesho Simba anacheza na na Tanzania Prison, na watakuwa wanacheza huo mpira kwa sababu ya kutafuta pointi 3 muhimu ili waweze kujiwekea sehemu nzuri sana katika msimamo mkuu wa ligi, ili Simba anatafuta kuchukua ubingwa na Prison akitafuta jinsi gani kujitoa pale sehemu ya mwisho kule alikokuepo, ili apande juu aweze kuwa katika nafasi nzuri ya msimamo wa ligi. Habari nyingine ni kwamba michezo mingi itaendelea ambayo tutaileta sasa hivi, kwamba ni timu gani na timu gani zitacheza michezo kwa ujumla, kwamba tutawaambia kwamba ni kitu gani ambacho kinafuata. Habari nyingine ni kuhusiana na EPL kule tunaweza kusema yale yaliyojiri, sio kwamba timu hipi na hipi inacheza. Tunataka kuiongelea Manchester United tangu aondoka yule kocha wao ambaye alikuwepo Mleno yule, Manchester United wanaonekana ni timu ambayo inakuja kasi sana, na mpaka Bruno anasifiwa mitandaoni kote kwamba ni kiungo namba 8 mzuri hajawahi tokea. Kama unavyojua mashabiki wa Manchester United wakishinda mechi
mechi lazima aongee, ni mashabiki wengi sana, lakini Bruno amenasifiwa sana kwamba ana connect vizuri timu wenzake ili waonekane kwamba wanacheza mpira wa kuvutia. Sasa hivi Manchester United inacheza nje ndani, yani ugenini na nyumbani wanakupiga tu. Baya zaidi Manchester United ukiwatangulia ndio wanakupiga, bora usiwatangulie. Ukiwatangulia ndo wanakuonesha kwamba wao ni wakubwa, kwamba wamechukua kombe mara 20 la EPL, wamechukua kombe la Champions League yani klabu bingwa Ulaya wamechukua mara 3, na wamechukua kombe la FA, hivi vikombe mara nyingi sana. Kwa ukisema Manchester United unasema big club in Uingereza, yani timu kubwa Uingereza. Manchester United wakiwa wanakaribiana na Liverpool katika pale msimamo wa ligi, na Liverpool ndo timu kubwa au tuseme ndo watani wao, ambao ndo watani wao Manchester United, ndo wapinzani wao Manchester United. Ukisema Simba na Yanga za Uingereza sio Arsenal na Manchester United, ni Liverpool na Manchester United. Maana Liverpool amechukua mara 20 kombe la EPL, pia amechukua mara 6 kombe la klabu bingwa Ulaya. Kwa hiyo maana kwamba Manchester United ni timu ambayo inakuja kasi sasa hivi, yani inaendelea vizuri, inashinda michezo mingi na ipo katika hatua nzuri katika msimamo wa ligi, kiasi kwamba mechi zingekuwa nyingi hata yenyewe ingekuwa na ipo katika kuchukua ubingwa wa EPL mwaka huu. Tunampongeza kocha wa Manchester United sasa hivi ambaye yupo. Kwa nini tumetoa habari ya Manchester United? Maana mashabiki wengi sana Tanzania ni wa Manchester United. So tunatoa ili nyinyi tuweze kutufurahia na kusubscribe, na tutaendelea kuwapa zaidi na zaidi. Asante sana, endelea kusubscribe Fabidigo TV. Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.